Kichwa chetu cha somo ndio hicho, kinaitwa kanisa kama majani ya kuficha maovu. Pia tumekiweka kwa njia ya maandishi kwenye ubao wetu wa utangulizi, unaweza ukaangalia hapo ili tuende sawa sawa. Katika semina hii Mungu ametupa malengo makubwa matatu ambayo tutakuwa tunatembea nayo kwa siku zote 8 za semina. Tuna malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ni kutusaidia kuelewa mpango wa Mungu ulikuwa ni nini juu ya kuruhusu uwepo wa makanisa mbalimbali katika kumwabudu yeye kwa ukamilifu. Hili ni lengo la kwanza, kutusaidia kuelewa mpango wa Mungu ulikuwa ni nini juu ya kuruhusu uwepo wa makanisa mbalimbali katika kumwabudu yeye kwa ukamilifu. Tunajua kwamba tunamwabudu Mungu kwa kupitia makanisa yetu. Mfano, sisi ni Wakatoliki, kwa tunamwabudu Mungu kwa kupitia kanisa letu la Katoliki. Kwa hiyo tunataka tujifunze hapa mpango wa Mungu ulikuwa ni nini wa kuruhusu sasa mpaka pakawa na kanisa Katoliki, sije pakawa na kanisa fulani katika kumwabudu. Tutauangalia huo mpango wake ulikuwa ni nini. Lengo letu hilo ni la kwanza. Lengo la pili itakuwa ni kutusaidia kujitambua kama Wakristo, kujua tunapaswa tuishi kwa namna gani ili tuulinde utakatifu katika nyakati za sasa. Ili itakuwa ni lengo la pili, kutusaidia kujitambua kama Wakristo, kujua tunapaswa tuishi kwa namna gani ili tuulinde utakatifu katika nyakati za sasa. Kwa hiyo itakuwa ni lengo letu la pili ambao semina hii itatuwezesha tutaweza kujisaidia kujitambua kwa nini tunaulinda utakatifu kwenye nyakati hizi. Lakini pia lengo la tatu la semina hii itakuwa ni kutupa mbinu za kuzifanya ili tuweze kuishi bila kutenda dhambi ambayo itatunyima baraka kamili kutoka kwa Mungu. Mbinu hii ya tatu ni kutupa mbinu za kuzifanya ili tuweze kuishi bila kutenda dhambi ambayo inatunyima baraka kamili kutoka kwa Mungu. Tunajua kila unapotenda dhambi kuna mlango wa baraka unaufunga kwenye maisha yako. Kwa semina hii itatupa mbinu kwamba tutaishije bila kutenda hizi dhambi ambazo zinatunyima baraka. Watu wa Mungu, ninaomba tuwe watulivu kwa siku zote 8, si kidogo, lakini kwa neema ya Bwana zitakuwa chache, kwa sababu neno likiwa tamu hata hautaona kama ni nyingi. Kwa ninachokuomba ili uone utamu wa neno, uwe na utulivu wa kutosha wa kimazingira na wa kinafasi katika kufuatilia hii semina kwa undani, ili malengo haya matatu ya semina tuweze kuyafikia katika mkono wa Bwana. Sema amen kwa jina la Yesu. Basi tuanze kwa kuangalia kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7 inasema: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe akala, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Naomba nirudie tena kusoma mstari wa 7 peke yake. Inasema hivi: wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Naomba nirudie tena mara ya 3 kusoma mstari wa 7 peke yake. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Bwana.
rudi kwenye kichwa cha somo, kinaitwa kanisa kama majani ya kuficha maovu. Afu Biblia inasema wakafumbuliwa macho, wakajijua wapo uchi, wakashona majani, wakajifanyia nguo. Hii ni story ya Adam na mke wake Eva. Tunajua kwamba nyoka aliwadanganya, wakamkosea Mungu. Walipotenda dhambi kwa kumkosea Mungu, Adam na Eva, ile dhambi yao iliwaacha uchi bila kitu. Biblia inasema walifumbuliwa macho, wakajifahamu wapo uchi. Haina maana ya kwamba walikuwa na nguo. No, hawakuwa nazo, ila kuna wingu lilikuwa limewazunguka la utakatifu, kiasi ambacho hawakuwa wanajitambua kama wapo uchi. Lakini alivyokuja shetani akawadanganya, Biblia inasema macho yao yalifumbuliwa, na yalipofumbuliwa wakajijua wapo uchi. Walipojijua wapo uchi, Biblia inasema wakaamua kutafuta majani. Yale majani walivyoyapata, wakashona mfano wa nguo, wakajificha nazo, wakaficha uchi wao. Tujiulize wote, kwa nini walificha uchi? Jibu linakuja moja tu, uchi ni aibu. Kwa walificha aibu ya dhambi yao kama kujilinda baada ya kumkosea Mungu. Majani walioyatafuta Adam na Eva kuficha uchi wao hayakuwa toba juu ya lile kosa walilofanya, ila ilikuwa ni namna walioamua kujitengenezea ya kuficha dhambi yao isionekane. Hawakutafuta toba, maana hakuna mahala Biblia inasema Adam na Eva walimuomba Mungu msamaha walipomkosea. No. Hawakuomba msamaha, ila walichokifanya wakatafuta majani wajifiche, waendelee kuishi na Mungu huku wameficha aibu ya dhambi yao isionekane. Sikilize vizuri mtu wa Mungu. Kwa lugha nyingine unaweza ukasema walichagua kuishi maisha ya kuficha dhambi badala ya kuitubu ile dhambi ili iishe. Hili unielewe vizuri. Ngoja turudi tuangalie nini maana ya neno kutubu dhambi. Maana yake nini? Kutubu dhambi maana yake nini? Kutubu dhambi maana yake ni kuamua kuacha makosa unayofanya ya kumkosea Mungu kwa kumuomba msamaha na kuamua kubadilika, kuanza kutenda mema. Kutubu dhambi ni kuamua kuacha makosa unayofanya ya kumkosea Mungu kwa kumuomba msamaha na kuamua kubadilika, kuanza kutenda mema. Kwa ile hali inayotokea ndani yako ya unaamua, unaacha yale makosa unayoyafanya, unajigundua nimefanya kosa hili, unaona sio sahihi, unaamua kuliacha, unaenda kumuomba Mungu msamaha. Mungu samahani, nimeacha kuiba. Afu unaanza kuishi maisha ya kutokurudia tena kuiba. Unakuwa mtu mwema, hauibi. Huko ndio kunaitwa kutubu dhambi. Angalia kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7 inavyosema. Isaya 55:7 inasema namna hii: mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Kwa Biblia inaweka wazi kwamba mtu mbaya aache ubaya, mwenye mawazo mabaya aache mawazo mabaya, amrudie Bwana. Akishamrudia Bwana, Mungu atamhurumia. Mungu akishamhurumia, atamsamehe ile dhambi kabisa. Kwa kinachofanya dhambi yako isamehewe ni paka wewe umerudi kumuomba Mungu msamaha pale unapokosea. Ukiomba msamaha, ndio Mungu anaondoa ile dhambi yako. Okay, tuangalie kitabu kingine upate picha pana. Angalia Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 13 hadi wa 14. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 13 hadi wa 14. Nyakati wa Pili 7:13 hadi 14 inasema namna hii: nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba
na kulitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Bwana. Ukiangalia haya maneno, Mungu anazungumza kwamba ikitokea amefunga mbingu, hakuna mvua, ameleta magonjwa, ameleta shida kama adhabu watu wanapokosea. Anasema ikiwa hao watu wake watanyenyekea, watamuomba msamaha, ataondoa hizo adhabu, atawasamehe. Nisikilize vizuri. Toba ya dhambi inaanzia kwenye unyenyekevu, kujishusha. Ukikosea, usipokubali kushuka kwamba umekosea, hauwezi kuomba msamaha. Ukikosea, ukiendelea kujihesabia haki kwamba kile ulichofanya unaona ni sahihi, hata kama kimeumiza watu, hutaomba msamaha. Ndio maana Mungu akaweka neno, ikiwa watu wangu watajinyenyekesha. Ina maana watajishusha, watajitambua tumekosea, watajitambua tumevunja amri za Mungu, watajitambua tumelikosea kanisa, watajitambua tumekwaza wengine, wakanyenyekea, wakashuka, wakakubali tumekosa. Kwa nini wakakubali? Kwa sababu kuna wengine wakikosea hawakubali makosa, wanatafuta sababu za kulinda makosa yao. Ila wakakubali kwamba tumekosea, wakaomba msamaha, Mungu anasema anaondoa ile dhambi na kuifuta. Kwa kumbe toba ya dhambi inafuta kabisa dhambi mbele za Mungu. Gandarabashaka. Ngoja nikuonyeshe na kitabu kingine upate picha pana zaidi ya maana ya neno toba. Angalia kitabu cha Yakobo sura ya 5 ule mstari wa 16. Yakobo 5 mstari wa 16. Yakobo 5:16 inasema namna hii: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Mungu anaongea kitu kizuri. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kuungama maana yake ni kuungama, maana yake ni kukiri mbele ya mwingine kwamba nimekosea. Kuungama maana yake ni kukiri mbele ya mwingine kwamba umekosea. Kuungama, nasema hivi, maana yake ni kukiri mbele ya mwingine kwamba umekosea. Kwa Biblia inaposema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, ina maana ukiri mbele ya mwenzako kwamba umekosea, afu ukishakiri msameane. Anasema namna hiyo itasababisha uponywe ndani yako. Kwa hiyo ili toba iwe kamili, lazima mtu ukiri kosa kwenye kinywa chako. Usipokiri kwamba hili ni kosa, ukaendelea kujihesabia haki, hata kama ukaomba msamaha, huo msamaha wako ni wa kinafiki, hautapokelewa kwa Bwana. Lakini ukikiri kwenye mdomo na ile kiri yako ikawa imetoka moyoni kwamba nimekubali nimekosea, naomba kusamehewa, Mungu anasema anasamehe na anaondoa. Sasa tukirudi kwa Adam na Eva walipomkosea Mungu kwenye bustani ya Eden, hatuoni mahala Biblia inasema waliungama dhambi yao wao kwa wao, kwamba mke amwambie mume, aiseme mume wangu Adam, samahani mume wangu, najua hii bustani Mungu alikukabidhi wewe kama mwanaume, nimemsikiliza nyoka, nimekuponza, mume wangu nisamehe. Adam naye, kweli mume wangu, mke wangu umekosea, twende kwa Mungu tukaombe msamaha. Hatuoni mahala Biblia inasema kitu cha namna hiyo. Wala hatuoni mahala Biblia inasema Adamu alimwambia mke wake, mke wangu we, tumekosea, tumeshafumbuliwa macho, tumejijua tupo uchi, ina maana Mungu ametuacha, twende tukamuombe msamaha. Hatuoni kitu cha namna hiyo kwa Adamu na Eva. Ila kitu tunachokiona kwao ni wanaangalia mazingira yao, kuna nini hapa, kuna majani, tuchukue tufiche hii dhambi isionekane. Kuficha dhambi isionekane haina maana ya kwamba hiyo dhambi haikuwepo, iliendelea kuwashikilia, ila wakaificha isionekane. Haina maana ya kwamba adhabu ya hiyo dhambi hawatapata, adhabu iko pale pale, lakini waliificha na majani isionekane. Haina maana ya kwamba Mungu hatajua, Mungu atajua, lakini kwa akili zao za kijinga za kiwanadamu, Adam na Eva wakaficha dhambi na majani isionekane.
Haina maana ya kwamba Mungu hajakasirika, kwamba mmenikosea, niliwapa utaratibu wa kutunza bustani mmeharibu. Mungu alikasirika, ila wao hawakuliangalia hilo, ila walichoangalia ni tufiche hii dhambi na majani isionekane. Sio sahihi hata kidogo. Hichi kitu ndicho kitu ambacho kipo kwenye kanisa kwa watu wengi sana ndani ya kanisa. Kiko kwa Wakristo wengi sana ndani ya kanisa. Tunamkosea Mungu kwenye kanisa, tunatenda dhambi huko mitaani, tunafanya mambo mengi machafu na mabaya, ila tumelitumia kanisa kuligeuza kuwa majani ya kuficha dhambi zetu. Mtu anafanya matendo machafu afu anakimbilia kanisani. Kwa watu wanamuona kwa sababu yuko busy na mambo ya kanisa, wanamchukulia mtakatifu, kumbe ni mchafu wa hali ya juu. Kwa nini? Kwa sababu kanisa ameligeuza kuwa majani ya kuficha dhambi zake. Kandarabushaka karama koriasa. Angalia Wagalatia 5, kuna kitu cha kupata hapa. Wagalatia sura ya 5 ule mstari wa 19 hadi wa 21, tuangalie makosa mbalimbali. Wagalatia 5:19 hadi 21 inasema namna hii: basi matendo ya mwili dhahiri ndiyo haya: uasherati. Kwa unakuta mtu ni muasherati, mzinifu, lakini ndio mwanakwaya mkubwa, ndio kiongozi wa kanisa, ametumia kanisa, ameficha uzinifu wake. Kwa watu wanamuona mwema, kumbe huku ndani ni mchafu, muasherati. Mwingine unakuta ni uchafu, mwingine ni fisadi, mwingine ana ibada ya sanamu, mwingine ni mchawi, uadui, ugomvi, mwingine ana wivu, mwingine ana hasira, mwingine ana fitina, mwingine ana faraka, mwingine ana uzushi, mwingine ana usuda, mwingine ana ulevi wa pombe, analewa hadi anapiga mke wake, analewa hadi ameambiwa figo moja imeharibika, imefeli kwa sababu ya pombe, lakini ndio mwanakwaya mkubwa kanisani, ndio mhudumu mkubwa kanisani. Afu akiambiwa anasema pombe sio dhambi, imehalalishwa, hata madhabahuni inabarikiwa kuwa divai. Anazungumza namna hiyo. Lakini Biblia imetaja ulevi. Biblia inasema na mambo yote yanayofanana na hayo. Aliwaambia mapema na alishakwisha kuwaambia kwamba watendao mambo ya namna hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unajikuta upo kwenye matendo ya namna hiyo, ila umejificha kanisani ili watu wasikuone. Na wengine wanaenda mbali, wanakuwa ni watumishi kabisa wa kanisani, wanasimama madhabahuni kuhubiria wengine, ila wana maovu yao. Wametumia huduma na kanisa kama majani ya kuficha maovu yao. Swali ambao naomba kila mtu ajiulize mahali hapa, swali nalokupa: una baya gani ambalo umelitumia kanisa kama majani yako ya kulificha? Una baya gani? Adam na Eva, baya lao ilikuwa ni kula tunda, wakatuficha uchi wao. Na wewe je, unayenisikiliza hapo, una baya gani unalo ambalo umelitumia kanisa kuficha hilo baya lako? Ni rahisi kujiona mkamilifu kwa sababu tu wewe kwenye kanisa una cheo fulani, lakini una baya gani limejificha ndani yako? Kila mmoja hapa nafsi yake anaijua. Ujue somo hili sio somo ambalo linataka umtafakari mwingine, ila ni somo ambalo kila mtu anatakiwa ajiangalie kiupekee. Ndio maana unatakiwa kujiangalia kipekee. Una baya gani? Una baya gani? Una baya gani? Afu mimi nasonga mbele. Tuangalie muda huu kipengele kinachoitwa kwa nini watu wengi wanatumia makanisa yao wanayosali kuficha maovu yao. Kwa nini watu wengi wanatumia makanisa yao wanayosali kuficha maovu yao? Ziko sababu kubwa mbili ambazo Roho Mtakatifu ametupa. Tuanze na sababu ya kwanza. Wengi wanafanya hivyo kwa sababu mioyo yao inawaogopa zaidi wanadamu kuliko kumuogopa Mungu. Watu wengi wanaficha dhambi zao kanisani kwa sababu mioyo yao inawaogopa wanadamu kuliko kumuogopa Mungu. Watu wengi wanaficha dhambi zao kanisani kwa sababu mioyo yao inawaogopa zaidi wanadamu kuliko kumuogopa Mungu. Angalia Injili ya Yohane ile sura ya 12
mstari wa 42 hadi 43. Yohane 12:42 hadi 43. Yohane 12:42 hadi 43 inasema namna hii. Walakini hata katika wakuu walikuwa wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na sinagogi, kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Angalia vizuri. Biblia inasema kipindi kile Yesu anafanya kuhubiri Injili, kuna watu wengi sana ambao walimwamini, ikiwemo na wakuu. Biblia inapoweka neno wakuu, ina maana watu walikuwa ni viongozi mbalimbali. Aidha wengine walikuwa kwa leo tungeweza kuwaita wabunge, mawaziri, madiwani, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, watendaji, wafanyabiashara wakubwa. Hao ndio wakuu ambao walimwamini Yesu, ila hawakuweza kumkiri mbele za wengine. Kwa nini? Biblia inasema kwa sababu walitafuta utukufu kwa wanadamu. Waliogopa watatengwa na sinagogi. Kwa sababu waliwaogopa wanadamu wenzao, wakawaogopa wasiwatenge kwenye masinagogi, wakasema tutamwamini Yesu, itabaki kuwa siri yetu moyoni, ila hatutamkiri kwenye midomo. Kwa wakaendelea kuishi hivyo hivyo. Mioyoni wanampenda, ila kwenye midomo wanakaa wanamtamka vibaya. Na si kwamba wanapenda kumtamka vibaya, ila wanaogopa watu. Hichi kitu ndicho kipo kwa Wakristo wengi. Wanaogopa watu kuliko kumuogopa Mungu. Na ndiyo maana mtu yuko lazi afiche makosa yake wanadamu wasiyaone, huku hajui kwamba Mungu anamuona. Anaficha kwa kila namna wanadamu wasimuone. Anajitahidi kujiprotect. Ametoka gesti kuzini jana, Jumapili anapanda madhabahuni kusoma somo la kwanza. Na anajilinda kwa kila namna watu wasijue kama jana alikuwa gesti ya kizini. Anajilinda na anaweka ulinzi wa kila namna, anajisawazisha, na akipita pale mbele anaongea kama malaika aliyetoka mbinguni. Kumbe usiku wa manane alikuwa analoga. Kandarabusha. Karamusha. Nimewahi kusikia watu fulani, imefika kipindi cha uchaguzi wa viongozi wa kanisa. Wengine wanaitaga wazee wa kanisa, sisi tunaitaga halmashauri ya walei. Baadhi yao wakaenda kwa mganga kuloga ili wapate ushindi wa uongozi kanisani. Wakija kanisani wanajificha kama si wale walioenda kuloga kanisani. Wengine tumewasikia wameloga paka wachungaji wao ili tu wawapende watawale kanisa. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Ukimwona anavyocheka na kutembea kiutakatifu, na kama ni msalaba anaweza akavaa mkubwa kweli kweli kuliko mingine, ila huku ndani ni mweusi vibaya mno. Na Mungu anamuona alivyo mweusi, lakini kwa kuogopa watu wasimjue anajificha. Anaendelea kutumia kanisa kama majani. Ngoja nikuonyeshe kitabu kingine, pate picha pana. Angalia Mithali 29:25. Mithali 29:25. Mithali 29:25 inasema, kuwaogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainiaye Bwana atakuwa salama. Neno liko wazi kabisa. Ukiwaogopa wanadamu unajiweka kwenye mtego, ila ukimtumainia Bwana unakuwa salama. Ila hawa wenzetu hawa ambao wanapenda kutumia kanisa kama majani, ukiwatazama ni watu ambao wameshaingia kwenye mtego, kwa sababu wanajificha kuwa watakatifu kwa watu, ila kwa Mungu ni wakosefu. Ngoja nikuonyeshe sababu ya pili. Sababu ya pili, wengine wanafanya hivyo kwa sababu wanadhani wakijificha makanisani ukali wa makosa yao utapunguzwa. Wengine wanadhani wanapomkosea Mungu wakajificha kanisani, ukali wa makosa yao utapunguzwa. Hawa ndio wale watu ambao wanachezaga karata mbili. Kwa shetani yupo na kwa Mungu yupo. Anazania kwamba ukali wa makosa yake utapunguzwa. Umewahi kusikia wimbo wa Bahati Bukuku unaitwa Mzee Tupatupa? Alikuwepo Bwana, jina lake Tupatupa. Umewahi kusikia wa wimbo? Yule jamaa alikuwa anacheza karata mbili. Kwa Mungu yupo na kwa shetani yupo. Na ndio maana hata siku alipokufa, kwa mujibu wa ule wimbo unaeleza
alipelekwa mbinguni. Alipopelekwa akapelekwa Jehanamu, akaona kulivyo. Akapelekwa na mbinguni, akaona kulivyo. Kwa nini alipelekwa huku na huku? Ni kwa sababu alikuwa ni mtu wa kutumikia mabwana wawili. Alikuwa anacheza na karata mbili, anaangalia ipi nitaichanga vema nisonge mbele. Na ndivyo walivyo watu wengi ambao wamejificha kanisani kama majani ya kuficha maovu yao. Wanacheza na karata mbili. Angalia kitabu cha Isaya kinavyowaongelea watu wa namna hii. Kitabu cha Isaya sura 29 ule mstari wa 13 hadi wa 16. Isaya 29:13 hadi 16 inasema namna hii. Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa unikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Kwa sababu hiyo mimi nitafanya tena kazi ya ajabu kati ya watu hawa, kazi ya ajabu ya muujiza, na akili za watu wao wenye akili zitapotea, na ufahamu wa wenye busara wao utafichwa. Ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao, na matendo yao yamo gizani. Nao sema, ni nani atuonaye? Ni nani atujuaye? Ninyi mnapindua mambo. Je, mfinyanzi ahesabiwe kuwa kama udongo? Kitu kilichofinyangwa kimnene yeye aliyekifinyanga? Huku ni finyanga huyu, au kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba? Yeye hana ufahamu. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Mungu anasema hivi, ole wao wale wanaotenda matendo gizani ili kumficha Bwana. Afu anauliza, je, kitu kilichofinyangwa kinaweza kikamficha aliyekifinyanga? Kwa maana yake ni kwamba Mungu ni mfinyanzi na ametufinyanga sisi wanadamu. Anakuuliza, we mwanadamu aliyekufinyanga, unaweza ukamficha kitu yeye? Kama jibu ni hapana, anakuambia ole wako wewe ufanyie matendo gizani. Ole wako, ole wako, ole wako. Unafanya gizani huku na kanisani upo. Ole wako. Huwezi kumficha kitu. Huwezi kumficha kitu. Tendo la kutumia kanisa lako kuficha dhambi zako linatafsiriwa kama tendo la kuwaogopa wanadamu kuliko Mungu. Ni kosa kubwa Mkristo kuishi maisha ya kuwaogopa watu kuliko Mungu wake. Kwa sababu unapotumia kanisa lako kuficha dhambi zako, Mungu anaweka hukumu inakuwa kali zaidi kwako. Kama ulizania hukumu itapungua, no. Ila ndio inakuwa kali zaidi kwako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu sio mjinga. Macho yake yanaona kila mahali. Ngoja nikuonyeshe uthibitisho. Angalia kitabu cha Wakolosai 3:22 hadi 24. Wakolosai 3:22 hadi 24 inasema namna hii. Ninyi watumwa, watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Mnamtumikia Bwana Kristo. Kwa Biblia inaposema, mtumwa mtii bwana wako. Usifanye kwa hofu kama kwa wanadamu wale wanavyofanya wengine, kwamba anamtumikia bwana wake kwa sababu anaogopa macho ya watu. Mungu anasema no. Kwake yeye anataka tumtumikie, na lolote tunalofanya kanisani, kwenye maisha yetu, tufanye kwa kumuogopa yeye kama Mungu na si wanadamu. Ndicho Mungu anachosema. Tufanye kama kwa Bwana. Umepewa huduma ya kuimba kwaya, uimbe kama kwa Bwana. Umepewa huduma ya kupiga kinanda, upige kama kwa Bwana. Umepewa huduma ya kufagia kanisani, ufagie kama kwa Bwana. Umepewa huduma ya kuomba, omba kama kwa Bwana. Chochote kile unachofanya, Mungu anasema fanya kama kwa Bwana. Si kwa kuogopa watu, si kwa kuogopa macho ya watu, si kwa kuogopa watu watasema nini juu yako. Ila anachosema fanya kama kwa Bwana. Umuogope yeye peke yake. Kanda rabo shaka. Mungu akusaidie. Songe mbele na andiko jingine.
Angalia na ile Methali 15 mstari wa 3. Methali 15 mstari wa 3 inasema namna hii: macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Kwa macho ya Mungu, Biblia inasema yanaona kila mahali, yanamchunguza mwovu ni nani na mbaya ni nani. Hata kama upo kanisani, umelichukua kanisa lako kama majani, pale alivyofanya Adam na mke wake Eva wakajizungushia majani, macho ya Bwana yamesha kuona, yamesha kuchunguza, yamesha kujua we ni mbaya. Kuna watu fulani walikuwaga wanaombea mtu mwenye mapepo. Ngoja nikupe mfano. Walikuwa wanaombea mtu mwenye mapepo. Hilo pepo linaongea. Ukisogea kuliombea linakuongelea. Akasogea jamaa mmoja kuomba. Huyo pepo akamwambia, wewe unajifanya unanikemea mimi? Wewe mwenyewe si mzinifu na jana ulitoka guest. Huyo jamaa akaogopa, huyo mhudumu akaacha kuomba, akarudi nyuma. Akasogea mhudumu mwingine, nikamwambia, wewe unajifanya unakuja kuniombea? Wewe si umempiga mke wako jana usiku wewe? Wewe si umempiga mke wako makofi kitandani wewe? Jamaa naye akaogopa, akarudi nyuma. Akasogea mwingine. Pepo lile likacheka sana. Likasema, wewe ndio wakuja kuniombea? Wewe hata uombaki usiku, unalalaga bila hata kusali, unaniombea nini? Jamaa naye akaogopa, akarudi nyuma. Mwisho wa siku wale watu wenye yule mgonjwa wakasema, sasa nani atamuombea? Mbona watumishi wote wameogopa? Nini kiliwafanya wale watumishi waogope? Kwa sababu lile pepo liliwaumbua ukweli juu ya mambo wanayofanya. Wale jamaa wakakimbia, wakatafuta mtumishi mwingine. Akaja, lile pepo likapiga kelele, likatoka. Nini kilimtofautisha mtumishi huyu na huyu? Ni kwamba hawa wengine walikuwa wanatumia kanisa kama majani kuficha dhambi zao. Wanapiga wake zao, wanafanya machafu, wamejificha kanisani. Afu huyu mwingine alikuwa yuko huru mbele za Bwana, ni mtakatifu wa Bwana. Nisikilize vizuri. Mapepo yanaona kama we ni mchafu au ni msafi. Na ndiyo maana Biblia inasema hata Yesu alipoanza kutembea kufanya kazi zake, watu wenye pepo mchafu walipomwona walipiga kelele, wakasema, tuna nini nawe mwana wa Mungu, tuachie. Walijuaje kama Yesu ni mwana wa Mungu? Ina maana yalimuona ndani yake, yakajua huyu ni mwana wa Mungu. Kama mapepo yanaona ndani yako na yanakujua level yako ya kiroho ikoje, Mungu ni zaidi ya mapepo. Yeye akikuona anakujua kuliko unavyojijua. Na ndiyo maana hata siku moja usije ukajificha kitu. Mungu anajua kila kitu. Hakuna kitu ambacho Mungu hajui kuhusu wewe. Acha kuogopa watu. Muogope Mungu peke yake. Nisikilize vizuri, Mkristo ulioko hapa. Uoga huwa unazaa maisha ya unafiki katika kumwabudu Mungu. Uoga huwa unazaa maisha ya unafiki katika kumwabudu Mungu. Uoga huwa unazaa maisha ya unafiki katika kumwabudu Mungu. Ngoja nikuonyeshe mfano wa jamaa mmoja kwenye Biblia, anaitwa Kefa. Huyu Kefa alijikuta anaishi maisha ya unafiki katika kumwabudu kwake Mungu. Paka Mtume Paulo alivyoona imekuwa too much, huyu jamaa amezidi unafiki, akaamua kumlipua mazima. Paulo alikuwa analipua, haogopi kitu, alikuwa anamuogopa Mungu peke yake. Ngoja nikupe mfano wa Kefa. Angalia pamoja nami kitabu cha Wagalatia sura ya 2. Ule mstari wa 11 hadi wa 14. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 14. Wagalatia 2 inasema namna hii: lakini Kefa alipokuja Antiokia, nalishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahimili hukumu. Angalia Paulo anavyoanza kusema. Anasema Kefa alipoenda Antiokia, Paulo anawaambia watu, nilishindana naye. Kwa nini? Kwa sababu alistahili hukumu. Afu anaendelea kusema mstari wa 12: kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na wa mataifa, lakini walipokuja wao akarudi nyuma, akajitenga, huku akiwaogopa waliotahiriwa. Angalia vizuri. Paulo Kefa, kabla ndugu zake wa Israeli wenzake waliotahiriwa hawajamuendea, alikuwa anakula vizuri sana na watu wa mataifa ambao hawajatahiriwa. Ila alipowaona tu Waisraeli wameenda, akawa mnafiki, akajifanya naye anawatenga
watu wa mataifa ambao hawajatahiriwa, ili hali mwanzoni walikuwa ni marafiki zake, ila kwa kuogopa macho ya Wayahudi wenzake ikabidi awatenge hawa. Angalia vizuri mstari wa 13. Nao na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Kwa Paulo anaendelea kusema kwamba na Wayahudi wengine pia wakaungana na Kefa mkono, na wao pia kwa kuogopa macho ya ndugu zao wakajitenga na wale waliokuwa wanaishi nao vizuri, wakaungana na wenzao, ili hali mwanzoni walikuwa hawana shida. Nini? Wanawaogopa watu. Angalia mstari wa 14. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawa sawa na ile njia ya Injili, nalimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Angalia Paulo anachosema. Akamwambia Kefa kwamba wewe Kefa, tunakujua ulikuwa unakula na ambao hawajatahiriwa, ila umewaona waliotahiriwa ukajifanya waliotahiriwa ni wabaya ukawageuka. Mbona unawalazimisha hawa waliotahiriwa waishi na ambao hawajatahiriwa, na ni hali wewe unawageuka? Kwa nini unawashurutisha watu kuishi desturi ambayo wewe huishi? Ni mnafiki. Paulo akamshikilia Kefa namna hiyo. Si kwamba Kefa alikuwa mtu mbaya, no. Kefa alikuwa ni mtu wa Mungu, alikuwa ni mhubiri pamoja na Paulo. Na ndio maana Paulo anasema wewe unawashurutisha wengine kwa Injili. Ina maana alikuwa ni mtumishi kama Paulo, ila kilichomfanya kwenye utumishi wake akawa ana dosari, akawa ana ukosefu, ni kwa sababu alikuwa muoga, anawaogopa watu kuliko kumuogopa Mungu. Amepewa huduma, ana karama kubwa, ana kipawa kikubwa, ana maono makubwa, lakini hasongi mbele kwenye maono yake kwa sababu Kefa anaogopa watu. Mungu akusaidie we Kefa ulioko hapa, uache kuogopa watu. Maana uoga unaleta unafiki. Uoga ulimfanya Kefa akawa mnafiki, anawasaliti wenzake kwa sababu ya unafiki. Hakuna kitu kibaya kama uoga. Siku zote mtu akiwa muoga anakuwa mnafiki, na ukishakuwa mnafiki dhambi inazaliwa ndani yako. Kwa muda huko kukuongezea uelewa, nikupe mifano kadhaa ya kauli na mawazo walionayo watu ambao mara nyingi huwa ni wanafiki, wanaishi kwa kuwaogopa watu kuliko Mungu. Kuja nikupe mfano wa kauli zao ambazo huwa wanazo midomoni. Ziko kama kauli 5 hivi. Tuanze na kauli ya kwanza. Kauli ya kwanza huwa ni watu wanaopenda kusema, nisipofanya hivi fulani na fulani watanionaje? Nisipofanya hivi fulani na fulani watanionaje? Hicho kitu hata Kefa alikuwa nacho, kwamba nisipokula na hawa jamaa, nikila na hawa ambao hawajatahiriwa, hivi wenzangu watanionaje? Hata kama hicho kitu hakimpendezi Mungu, ila watu wa namna hii huwa hawawazi Mungu atawaonaje, wanawaza watu. Hajali ni dhambi, no. Anachosema nisipofanya watu watanionaje. Kwa unajikuta anakosea kwa sababu ameshasema watu watanionaje. Biblia ndio ilivyosema. Uoga unaleta mtego. Ukiwa muoga unajiingiza kwenye mtego. Watu watanionaje? Mtego huo umeshajitega mwenyewe, unakosea. Kwa nini? Uoga. Kauli ya pili ambao huwa wanayo, anasema lazima niende, nikibaki tawakwaza watu. Lazima niende. Huku lazima niende, nikibaki tawakwaza watu. Yeye angali hata kama huko alikoambiwa aende kunaenda kumkosanisha na Mungu wake. No. Ila anachosema ni kwamba nisipoenda tawakwaza watu. Kwa nini? Muoga. Uoga ni mbaya sana. Si kila unakoitwa lazima uende. Kwingine kuna kukosanisha na Mungu wako. Wewe ni mtu mzima, unanielewa? Kwingine kuna kukosanisha na Mungu wako. Si kila unakokuita lazima uende. Hakuna habari ya watu watanionaje. Tazama huku nakoitwa, nachoitiwa kinampendeza Mungu. Kama akimpendezi Mungu, haijalishi ni nani ananiita, sitaenda. Sio uoga. Ukishakuwa muoga utajikuta tu unasema nisipoenda watanionaje. Unaenda. Ngoja nikuonyeshe kauli ya 3 ambao watu waoga huwa wanayo. Anasema siwezi kumkatalia huyu, ni mkubwa wangu, ataniona sina adabu. Siwezi.
Watu wanamwambia, wewe kwa nini unafanya hivyo? Anasema, sasa siwezi kumkatalia, ni mkubwa wangu, nikikataa ataniona sina adabu, ni bosi wangu, utafanyaje? Sikiliza, hata kama hicho kitu kinamkusanisha na Mungu, yeye anafanya, maana anasema taonekana sina adabu. Acha ujinga. Si kila oda unayopewa lazima utekeleze. Linapokuja swala la oda inayomkukosanisha na Mungu wako, sina adabu inakaaga pembeni. Nachoangalia ni, haijalishi utaniambia sina adabu, ila jehanamu siendi. Nitafanya Mungu anachotaka. Hata kama utaniona na kiburi, nitafanya Mungu anachotaka. Hata kama ukaniona sikutii, tafanya Mungu anachotaka. Hata kama kitahatarisha kibarua changu, tafanya Mungu anachotaka. Hata kama ukoo mzima watanitenga, tafanya Mungu anachotaka. Kwa nini? Kwa sababu sijaitwa kuwapendeza wanadamu, nimeitwa kumpendeza Bwana. Mungu akusaidie kiwango cha imani ya Paulo kijengeke ndani yako. Pokea kwa jina la Yesu. Sema amen. Karapokoriasaka. Ngoja nikuonyeshe kauli ya 4 ambao huwa wanayo watu waoga. Wanasemaga hivi, inanibidi na mimi nile na kunywa. Mbona hata fulani na fulani ni watumishi wakubwa, ila wamekula na kunywa, na mimi ngoja nile. Unakuta mmeenda sehemu kuna harusi, kuna viongozi wa kanisa wako pale, wanakunywa pombe, wanalewa, wanafanya vitu vichafu, na wewe unaanza kusema, mbona hata baba pale amekunywa, acha na mimi ninywe. Baba anafanya uchafu, mtoto naye anafanya uchafu, kanisa linatukanwa. Na wote wanasema tumeambiwa tunywe kidogo tusilewe. Sikiliza, si kila anachokunywa na kula kiongozi wako wa kanisa na wewe unafaa ule na kunywa. Kumbuka, role model wetu wa kanisa ni Yesu, sio viongozi. Viongozi wapo, lakini si wa kuwafuata kila kitu. Si kila kitu. Hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Mafarisayo, sikilizeni mafundisho yao, ila mfano wa matendo yao msiwafuatishe. Kwa nini? Alikuwa anamaanisha kitu kikubwa sana. Yeye peke yake Yesu ndio wa kumfuata kila kitu. Lakini watu waoga, anasema takataaje? Mbona hata baba pale wamemmiminia, na mimi nimiminie? Acha uoga. Haijalishi baba wako amenimiminiwa, yuko baba aliye zaidi ya huyo baba. Tembea kwa mpango wake, si mpango wa baba yako huyo ambaye anakupoteza. Viongozi vipofu huwatumbukiza vipofu wenzao shimoni. Watu wanakula vyakula vya maagano. Unajua kabisa hii nyama imechinjwa kimila, imechinjwa kimaagano. Si kila mila ni nzuri, mila nyingine ni mbaya, zinahusisha miungu. Unasema wazee wote wa ukoo wamekula, mimi kijana mdogo kwa nini nisile? Na mimi nakula. Sikiliza, swala la wokovu haliangalii umri. Hata kama wazee wamekula kilichochinjwa, usiwe mlafi wa nyama. Nyama iliwaponza Waisraeli Kwale mpaka zikawatokea puani. Usiwe mlafi wa nyama. Haijalishi wengine wamechinja, wamekula, kama kinahusisha miungu, wewe usile. Acha uoga. Lakini watu waoga, tasikia nakwambia wazee wamekula, na mimi nipeni nile. Mungu akuhurumie. Ngoja nikuonyeshe kauli ya 5. Tumalizie tuombe. Kauli ya 5. Huwa wanasema hivi watu waoga, lazima nishiriki hii mila, nisije nikaikataa ukoo mzima wakanitenga. Nasema lazima hii mila, lazima nishiriki, ukoo mzima watanitenga. Nimepatwa na huu msiba, wadogo zangu walipatoga na misiba wakafanyiwa hii mila, mimi ni nani nikatae? Sije nikatengwa. Anashiriki. Haangalii kama Mungu mbinguni atamtenga, hilo alimpi shida, ila linampa shida ukoo wake wakimtenga. Nisikilize vizuri, Mungu ni bora kuliko ndugu wa ukoo wako. Linapokuja swala la kumkosea Mungu wako, hatuangaliagi ukoo atanitenga, tunachoangalia ni kumpendeza Mungu. Lakini ukishakuwa muoga, utafanya tu vitu vya ukoo wako ambavyo havimpendezi Mungu. Utafanya tu. Sikiliza, kwenye swala la kukua kiroho, hatuogopi kutengwa na watu, ila tunachoogopa ni kutengwa na ndugu zetu wa mbinguni. Hilo ndio la thamani kuliko mambo yote. Ukweli ni kwamba Biblia imeongea wazi kabisa katika Yeremia 17 ule mstari wa 5 na wa 6.
Inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, huku moyoni amemwacha Bwana. Alafu mstari wa 6 inasemaga atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakayopotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Kuna laana inayoweza ikakupata moja kwa moja kama ukiwa we ni mtu unayeogopa wanadamu kuliko kumuogopa Mungu. Moja kwa moja laana inakupata, kwa sababu ndani yako ibada yako iko kwa watu, sio kwa Bwana. Kuna laana itakupata. Na ndio maana wako hapa wananisikiliza, wanasumbuliwa na matatizo mengi sana, na unakuta waliyafungulia mlango kwa sababu waliishi kwa kuwaogopa watu kuliko kumuogopa Mungu, na matokeo yake imewaachia gharama wanalipa saizi. Wewe ndio unayejua maisha yako. Angalia hata mstari mwingine wa Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 27 hadi 29. Matendo ya Mitume sura ya 5 27 hadi 29 inasema, walipowaleta wakawaweka katika baraza, kuwa ni mkuu akawauliza akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Angalia, Petro na mitume walishikwa wakazuiliwa kwamba kuanzia leo marufuku hapa Yerusalemu kuhubiri kwa jina la Yesu. Petro na mitume wakaondoka, wala hawakujibu, wakaendelea kuhubiri. Wale watu wakaenda kuwakamata, wakawaambia, hivi nyie mnaendeleza tu kuhubiri kwa hili jina la Yesu? Tuliwazuia, ona mnavoleta shida. Petro aliwaambia ukweli, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Hii imani Mungu akupe kuanzia leo, ukatambue kwenye maisha yako ni heri kumtii Mungu kuliko kuwatii wanadamu. Ukitambua kitu cha namna hii, na roho ya uoga ikuachie ndani yako, ili usitafute kanisa lako ukalifanya majani ya kuficha dhambi zako eti kisa unaogopa watu. No. Kumbuka macho ya Bwana yanakuona. Petro angeweza kuwaogopa hawa Mafarisayo, akaacha kuhubiri, akaanza kuishi ili awapendeze wao, lakini akasema, haijalishi mtaniinulia vita, haijalishi mtanipinga kila kona, sitatumia dini yangu kama majani kuficha dhambi. Nitadhihirisha uhalisia wangu mahala popote. Sitaishi maisha ya unafiki. Haijalishi nitaingia gharama ya kupigwa vita na kila mtu, sitaogopa vita. Haijalishi mtanipinga kila njia yangu, mtaniwekea kwazo, sitaogopa vikwazo. Nitamtii Mungu. Ini hali ninajua yeye ni mwaminifu. Vita yangu ni ya kwake pia. Ninyi mnaonipinga, Bwana wangu atasimama kunipigania. Ndio kitu Petro alichojua. Ndio maana hakuwa mnafiki kwa wanadamu. Mungu akusaidia kuelewa. Mungu akusaidia kuelewa ili ukaondoe uoga ndani yako katikati ya njia unayopita. Mungu akakufanya ukawe halisia. Karapasha karabosaka. Angalia na kitabu cha mwisho kwa leo, tuombe. Zaburi ya 118 ule mstari wa 8 na wa 9 inasema namna hii. Zaburi ya 118 8 hadi 9. Heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Mungu anaongea wazi, ni neno la kiushauri. Heri umtumainie Bwana kuliko wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu kwa Bwana kuna rehema, kwa Bwana kuna msaada, kwa Bwana kuna neema ya kufutiwa aibu zako. Kwa wanadamu kuna milango ya kuaibishwa. Na ndiyo maana ukiwa na shida, ukimueleza mwanadamu, si ajabu ukaenda ukaisikia na pengine. Lakini ukimueleza Mungu, hautasikia pengine, ila utasikia msaada amekuletea. Kandarabosha karabasiki. Kandarabasiki raba kandarabosha. Nataka kuomba muda huu, Mungu awasaidie Wakristo walioko hapa, aondoe uoga ndani yao. Hii ni mara ya pili Roho Mtakatifu ananileta tena kwenye hii madhabahu kuongelea kitu kile kile na kuomba maombi yale yale ya uoga. Kwa nini? Kwa sababu kanisa la leo limetekwa na roho ya uoga. Watu wengi ni waoga kiasi ambacho wanaficha dhambi makanisani kwa sababu wanaogopa wanadamu. Mungu anataka uoga wako umuogope yeye tu peke yake. Karamasha karaba. Kandarabusha karabasiki. Uoga wa aina yoyote ile unajua uko nao.
Nataka kuomba nguvu za Mungu zikusaidie. Unaweza ukaweka mkono wako wa kulia kwenye kifua chako, kisha utatulia tu kimya, na mimi nitaomba. Damu ya Yesu itakugusa na kukusaidia mahali ulipo, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali. Jesus. Baba, katika jina la Yesu, tazama Bwana, watoto wako tumekusanyika hapa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya hili neno lako la uzima ambalo Mungu umeliachilia siku ya leo mahali hapa, ikiwa ni siku ya kwanza unaweka utangulizi. Tunakushukuru Mungu, umetusemesha vitu vingi vizuri ambavyo Bwana tunaamini tumeelewa wote hapa Bwana. Tunakuomba utusaidie Mungu Baba, utusamee maeneo yote ambayo tumetumia kanisa kama majani ya kuficha dhambi zetu. Tunaomba Bwana utusamee. Tunaomba Bwana utusamee. Tunaita neema yako Bwana iweze kushuka mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako ishuke kwa kila mtoto wako aliyoko hapa Bwana. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye kila nafsi ya watoto wako Bwana. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye nafsi za watoto wako Bwana. Tunaondoa roho ya uoga iliyowakamata, maana wengine wamegeuza kanisa kuwa majani kwa sababu ya uoga uliowashikilia. Ndio maana Mungu tunaomba uwarehemu kwa msaada wa huruma yako. Ninaomba neema yako ishuke Bwana, na msamaha wa dhambi ushuke Bwana, ili watoto wako tuliokusanyika hapa maelfu na maelfu kutoka mataifa na nchi mbalimbali Bwana, tunaomba utusikilize. Tunaomba utusikilize katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kandarabushaka karamashakara. Muda huu tutaenda kufanya sala ya ukiri mbele za Bwana. Sala ya ukiri mbele za Bwana. Nitakuwa ninasali afu wewe unafuatisha maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako haya majira. Ninaomba unisamee Bwana, kila nilipotumia kanisa langu kuligeuza kuwa majani ya kufichia dhambi zangu. Ninaomba Mungu unisamee, maana nilikuwa mjinga. Sikujua kwamba macho yako yanaona kila mahali, nikafanya haya makosa. Ninaomba Mungu unisamee kwa msaada wa huruma yako. Ninajiachilia mikononi mwako Bwana, katika jina la Yesu. Ninaomba Mungu uniwezeshe kuniondolea roho ya uoga iliyonishika. Niache kuwaogopa watu. Sema, niache kuwaogopa watu, nikuogope we Mungu peke yako. Niondolee roho ya unafiki. Tazama Mungu haukupendezwa na Kefa kwa ajili ya unafiki wake, na ndiyo maana Paulo alimkemea. Tazama Baba, nami nimekuwa Kefa wa leo kwenye kanisa langu. Ninaomba msamaha mbele zako Bwana. Nimekuwa Kefa mnafiki. Bwana nisamee. Ninajirudisha kwako leo nikitambua nimekosea. Ninaomba kusamehewa. Ninaanza upya nawe Bwana. Naomba unijengee msingi wa ujasiri ndani yangu. Mungu, nisiogope watu, nikuogope wewe, maana macho yako yananiona kila mahali. Mungu, nipe kukuogopa kama unavyoniona kila mahali, ili katika kila nalofanya nisifikiri watu watasema nini, nisifikiri watu watasema nini, ila nifikiri wewe umesema nini juu yangu. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Kanda rapa shaka rabaseke. Mungu, ninaomba neema yako Bwana ikae juu ya watoto wako wote hawa Bwana, ili kanisa lako ili tulilokusanyika Mungu Baba tupate kuwabadilika na kuwa sawasawa na hili neno. Tunakushukuru Jehova, tunaamini umetusikia. Tunasema asante hata kwa ajili ya siku hii ya kwanza, maana we Mungu umetuhudumia. Mungu Baba, tunajiachilia chini yako. Tunaomba kibali hata kwa ajili ya siku ya kesho ya pili, utupe nafasi. Tunaombea hata maombi ya asubuhi pia, ukatupe nafasi Roho Mtakatifu, ili Mungu tuendelee kuhudumiwa na wewe katika enzi yako, katika jina la Yesu. Na watu wote tuseme amen. Watu wa Mungu, Mungu awabariki sana.